Mtu mmoja amefariki dunia na wengine watatu kujeruhiwa huku ndege 69 aina ya UAV ambazo zilielekezwa katika mji mkuu wa Urusi zikiharibiwa na ulinzi wa anga wa pale Urusi, ambapo Moscow imezuia shambulizi kubwa la ndege zisizokuwa na rubani za Ukraini, lakini nyumba moja ilipata madhara kutokana na shambulizi hilo ambalo limefanywa na Ukraini katika mji mkuu, ambapo shambulizi hilo liliharibiwa na vifusi ambavyo vilianguka kutokana na nyumba hiyo kushambuliwa vilisababisha madhara kidogo kwa raia, ambayo meya wa jiji hilo anayefahamika kama Sergei Sobyanin ametoa taarifa hiyo. Nje ya Moscow mtu mmoja ameuawa na majengo mengi yameharibiwa, gavana wa mkoa wa Moscow Andrei Vorobyev amethibitisha. Takribani ndege 69 za UAV ambazo zilikuwa zimerushwa katika anga ya Urusi zilipigwa na risasi mapema Jumanne na nyingine kuharibiwa na ulinzi wa anga kusini mashariki mwa mji mkuu, Sobyanin aliandika katika ukurasa wake wa Telegram. Kwa mujibu wa meya, ndege nyingi zisizokuwa na rubani zilinaswa nje ya Moscow na nyingine zilikuwa zimeshambuliwa, ambapo ni jengo moja tu la makazi katika jiji hilo ambalo lilipata uharibifu lakini halikujeruhi. Kwa sasa paa la nyumba huko Moscow limeharibiwa kidogo na uchafu ulioanguka kutoka katika UAV hizo ulianguka kwenye mtaa wa Domodedovo, Sobyanin aliandika, akiongeza kwamba huduma za dharura zimeendelea kufanya kazi katika eneo hilo ili kunusuru majeruhi wote. Lakini majengo matatu zaidi ya makazi yameharibiwa kule Domodedovo, Vidinoye pamoja na Ramenskoye. Kwa mujibu wa bwana Vorobyev, amethibitisha kuwa mtu mmoja aliuawa na wengine watatu kujeruhiwa katika tukio hilo, kama ambavyo nimenukuu. Nikinukuu kauli aliyozungumza, anasema vifusi vya ndege hiyo isiyokuwa na rubani viligonga jengo la ghorofa huko Ramenskoye na kuharibu angalau vyumba 7 kwenye ghorofa ya 19 hadi 22, Vorobyev alisema, akithibitisha kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa Telegram, akielezea juu ya madhara hayo. Viwanja vya ndege vya kimataifa vya Domodedovo, Sheremetyevo, Vykonovo pamoja na Zhukovsky vya Moscow vimetangaza kusimamisha shughuli zake kutokana na uvamizi huo wa ndege zisizokuwa na rubani ambao umefanywa na Ukraini. Jaribio la mwisho kubwa la ndege zisizokuwa na rubani la Kiev katika mji mkuu wa Urusi lilifanyika mwezi Novemba mwaka 2024, ambapo takriban ndege 32 za UAV zilidunguliwa au kunaswa katika maeneo kadhaa ya Urusi ambazo zilikuwa zinaelekezwa pale Moscow. Wakati huo maeneo ya Urusi kama ya Belgorod, Kursk, Kherson pamoja na Bryansk na Jamhuri ya Watu wa Donetsk ya Urusi, ambayo yote yanapakana na Ukraini, yameshambuliwa kutokana na mashambulizi ya makombora ya ndege zisizokuwa na rubani za Kiev siku ya Jumatatu, ambapo takribani watu 4 waliuawa katika shambulio hilo la kombora kwenye kituo cha biashara cha Kursk, wakati raia wengine 3 walifariki katika shambulio kwenye soko katika mkoa wa Kherson siku moja kabla ya shambulio hilo. Kiev imezidi kutumia mbinu za kigaidi. Mkuu wa huduma ya usalama shirikisho la Urusi FSB Alexander Borynikov alionya mwezi uliopita, ambapo Ukraine inajaribu kufanya mashambulizi ndani kabisa ya ardhi ya Urusi kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani na silaha ambazo zinatolewa na nchi za magharibi kwa lengo la kusababisha uharibifu mkubwa kwa uchumi na kuwatisha watu wa pale Urusi. Hii ni kwa mujibu wa kauli ambayo ilitolewa na afisa huyu mkuu wa huduma ya usalama ya shirikisho la pale Urusi FSB anayefahamika kama Alexander Borynikov. Kwa hiyo hii ni ripoti ambayo inatoka huko katika eneo la Special Military Operation, ambapo Ukraine wamefanya hilo shambulizi ambalo limeleta madhara kidogo, lakini Urusi bado hawajasema chochote kama watajibu au watafanya nini. Na huu unakuwa ni mwendelezo wa kushambuliana, mashambulizi ambayo ni piga ni kupige kati ya Urusi pamoja na Ukraine katika siku za kuanzia tarehe 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Leo tunaona Ukraine wamefanya mashambulizi hayo, lakini wakati Ukraine wakifanya mashambulizi hayo, Urusi yenyewe imeendelea kuteka maeneo mbalimbali yaliyopo katika taifa la pale Ukraine. Na mnakumbuka watu wa Urusi wenyewe walisema target yao sio kufanya mashambulizi nchini Ukraine, bali ni kuhakikisha kwamba wanayachukua maeneo mengi kadri wawezavyo ya taifa la pale Ukraine.
Kwa wale ndugu zangu ambao mnahitaji kufanya shughuli mbalimbali, hasa shughuli za ujenzi wa vyoo vya kisasa ambavyo havijai, na unahitaji pengine kujenga choo katika eneo dogo, choo ambacho kinapamba nyumba, choo ambacho kitakuepusha kuita gari ya kunyonya uchafu kwa zaidi ya miaka 50. Lakini kama itoshi, kama unahitaji kuweza kutengenezewa ramani ya nyumba, pengine upo nje ya nchi na unahitaji kupata watu ambao ni waaminifu sana kwa ajili ya kukutengenezea ramani za nyumba, kutengeneza michoro ya ramani, iwe ni magorofa, iwe ni hotel, iwe ni vituo vya mafuta kwa maana ya shells, pamoja na michoro ya makanisa, pamoja na misikiti na mambo mengine, basi watu ambao wanafanya kazi hiyo kwa uaminifu wa kiwango cha juu ni PMP Company Limited Tanzania, ambao wanatoa huduma hiyo. Wapigie sasa hivi, simu yao ni 0768 64 32 43. Wanafanya kazi Tanzania nzima, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania, Rwanda, Kenya, Burundi, Uganda, Mosambiki, Kongo, pamoja na maeneo mengine. Unasubiri nini sasa? Kama upo nje ya nchi na ulikuwa unahitaji kupokea huduma ambayo itakuwa ina uaminifu kwa 100%, piga sasa hivi simu hiyo, na ukiulizwa ambie umepewa namba na mzee Alex Guido Mvinge na kila kitu kitakwenda sawa. Lakini tukiachilia mbali ripoti hiyo, mnakumbuka jana tayari rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky aliwasili pale Jeddah, Riyadh pale Saudi Arabia kwa ajili ya mkutano au mazungumzo ambayo yanatarajiwa kufanyika leo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2025 kati ya uongozi wa Ukraine pamoja na serikali ya Marekani na Saudi Arabia, ambapo mazungumzo hayo kubwa zaidi ni kujadili namna ya kutafuta suluhu ya mgogoro kati ya Urusi pamoja na Ukraine, ambapo rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky alienda huko Jeddah siku ya tarehe 10 kwa ajili ya kukutana na mwana mfalme Mohammed, ambapo wamesema pamoja na mambo mengine watajadiliana namna gani ya kushirikiana kiulinzi, kijeshi pamoja na mambo mengine. Sasa miongoni mwa watu ambao wamekwenda katika mkutano huo ni pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani ambaye ni Marco Rubio, ambaye yeye pia alisafiri kwa ndege kwenda kule Jeddah, Saudi Arabia tarehe 10. Sasa amesema Ukraine lazima ikubali kutoa maeneo kwa Urusi. Moscow imesisitiza kwa muda mrefu kwamba makubaliano yote ya amani yanapaswa kutambua hali halisi ya sasa. Na hao ambao wameenda huko wamesema ni lazima hiyo Ukraine ikubali kutoa maeneo kwa Urusi. Hakuna mjadala. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amedokeza kwamba Ukraine inalazimika kuachana na lengo lake la kurejesha maeneo ya zamani ili kuwezesha mazungumzo ya amani na Urusi. Afisa huyu mkuu amesema hayo kabla ya mkutano kati ya wajumbe wa Marekani na Ukraine ambao unatarajiwa kufanyika nchini Saudi Arabia leo Jumanne ya tarehe 11. Maafisa kadhaa wa Marekani wakizungumza kwa sharti la kutotajwa majina yao walielezea matarajio ya Washington na kuionya Kiev dhidi ya kutoa matakwa ya juu zaidi katika maeneo hayo. Kauli ambayo ilizungumzwa na Rubio, anasema ni wazi litakuwa vigumu sana kwa Ukraine katika muda wowote unaofaa kuwalazimisha Warusi kurudi mahali walipokuwa mwaka 2014. Anasema jambo muhimu zaidi ambalo tunapaswa kuondoka nalo hapa, hisia kali kwamba Ukraine imejiandaa kufanya mambo magumu kama vile Warusi watalazimika kufanya mambo magumu kumaliza mzozo huu au angalau kusimamisha kwa muda fulani umbo au eneo jingine. Nadhani pande zote mbili zinahitaji kuelewana kuwa hakuna suluhu ya kijeshi katika hali hii. Mnamo 2014 Crimea ilipiga kura ya kujitenga na Ukraine na kujiunga na Urusi kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyoungwa mkono na magharibi kule Kiev, wakati mikoa miwili ya mashariki ilitangaza uhuru na ikikataa mamlaka mpya. Baada ya mzozo huo kuongezeka mwaka 2022, jamhuri za watu wa Donetsk pamoja na Luhansk pamoja na mikoa ya Kherson na Zaporizhia zilipiga kura ya maoni kujiunga na Urusi, ambapo Moscow sasa inatambua maeneo hayo kama maeneo ya Urusi. Kiev inadai mamlaka ya juu ya ardhi zote za zamani za Ukraine, wakisisitiza kuwa kura hizo zilikuwa ni kura batili za udanganyifu na sio maneno ya kweli ya kujitawala kwa raia ambao walinyimwa haki. Moscow hata hivyo imesisitiza kwamba hali ya mikoa hiyo haiwezi kujadiliwa tena. Jumapili, vyombo vya habari viliripoti nchini Saudi Arabia kwamba mamlaka ya Kiev inapanga kupendekeza kusitishwa kwa sehemu ya mapigano na Moscow, kuhusisha mashambulizi ya masafa marefu ya ndege zisizokuwa na rubani na makombora pamoja na operesheni za kivita katika Bahari Nyeusi. Hatua hiyo inaripotiwa kulenga kuishawishi Washington kubatilisha uamuzi wake wa kusitisha ugavi wa kijasusi pamoja na uwasilishaji wa silaha pale nchini Ukraine.
Urusi hata hivyo imerudia kusema kwamba haitakubali kusitisha kwa mapigano kwa muda, wakisisitiza kwamba mzozo huo lazima utatuliwe kupitia makubaliano ya kisheria ambayo yanashughulikia sababu zake kuu za kutokea kwa mgogoro huo. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kinaendelea leo tarehe 11. Tunasubiri mazungumzo ya viongozi kule Jeddah, Saudi Arabia, ambayo yatatupa direction ya nini ambacho kimejadiliwa, lakini kubwa zaidi misimamo inaendelea kutolewa na tunasubiri majibu ya Urusi juu ya mashambulizi ambayo yamefanywa na Ukraine, lakini pia taarifa nyingine ambazo tutazipokea. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.